Wapendwa familia ya Mungu, tumsifu Yesu Kristo. Katika sikukuu hii ya kupaa Bwana wetu Yesu Kristo, yapo mengi ya kujifunza. Kwanza, kihistoria. Somo la kwanza linaonesha habari ya huyu Yesu mfufuka. Yesu alipozaliwa, kihistoria tunaona malaika, hata kabla hajazaliwa malaika walitoa taarifa au walimpasha mama Bikira Maria habari ya kuzaliwa kwa Mwokozi. Na siku ya kuzaliwa Kristo, malaika walikuwa mstari wa mbele kutoa taarifa juu ya kuzaliwa kwake, yaani wakati wa Christmas. Malaika walijitokeza tena siku ya Pasaka, wakatoa taarifa juu ya ufufuko wa Bwana wetu Yesu Kristo. Siku ya kupaa Bwana, leo tunaona malaika tena wanajitokeza. Wanasema kama mlivyomuona akienda zake mbinguni, ndivyo hivyo atakavyokuja tena. Kumbe ukweli huu wa kihistoria umeshuhudiwa tangu manabii, lakini tumeona pia taarifa kutoka malaika na uhalisia wa yale aliyoyafanya Yesu yameelezwa pia katika somo la kwanza. Kukubali ukweli huo, Yesu mwenyewe amesema, akiwaambia wafuasi na mitume wake kwamba ninyi ni mashahidi wa mambo haya yote, yaani mashahidi wa ukweli ule waliouona. Mashahidi kazi yao ni kushuhudia ukweli. Somo la pili linatukumbusha kwamba ili kuweza kuuelewa kwanza ukweli wenyewe kabla ya kushuhudia, tunahitaji hekima ya hali ya juu. Tunaambiwa kwamba macho ya mioyo yetu yapewe nuru. Macho ya mioyo yetu yapewe nuru ili tuweze kutambua ukweli huo wa imani na kuukubali. Lakini baada ya kutambua na kuukubali, tuushuhudie. Kumbe kihistoria tunaoneshwa wazi kwamba Kristo kweli amefufuka na alikuwa pamoja nasi, yupo pamoja nasi na atakuwa pamoja nasi. Kiteolojia tunafundishwa kwamba, na kwa kweli tumuombe Mungu atuzidishie imani. Imani tunayo, lakini tumuombe Mungu atuzidishie imani. Pengine imani yetu ni haba kidogo. Nilipokwenda Israeli, nchi takatifu, kwenda kuhiji, tulipelekwa mpaka Betania, sehemu ambapo Yesu alipaa kwenda mbinguni. Na pale kuna unyayo, yani wa mguu wake, alipokanyaga mara ya mwisho sasa kupaa mbinguni. Na basi wale waliokuwa wanatuongoza wakatuambia basi ni vema kila mmoja aweke wayo wake, aweke nyayo zake pale alipopaa Yesu kwenda mbinguni. Jambo hilo kidogo mimi yani kama nilichanganyikiwa kidogo kwamba yani ni kweli kabisa, yani hapa ndipo alipopaa.
Na huu unyayo ndio wa Yesu kweli au kuna mtu katengeneza hapa? Yani nikawa najiuliza, yani kwamba imani ninayo kwamba Yesu amepaa, lakini huu unyayo huu kweli ndio ule wa Yesu au kuna mtu kautengeneza? Yani tunatakiwa kweli, nilikanyaga kwa kweli, nikaweka wayo wangu pale na nimejisikia vizuri sana. Kumbe hiyo ni imani kwamba pia na matumaini kwamba kumbe hata mimi nitakuja kupaa mbinguni kwa namna yoyote, hata kama nitakufa kwanza, roho yangu itakwenda tu huko mbinguni. Kumbe macho ya mioyo yetu yapewe nuru ya kutambua ukweli huo wa imani na kuukubali, lakini na kushuhudia kwamba sisi ni mashahidi wa habari hii njema. Kwa hiyo kiteolojia hasa tunahimizwa kuwa na imani juu ya ufufuko wa Kristo na juu ya kupaa kwake mbinguni, na ya kwamba habari njema iendelee kuhubiriwa. Manake ukiamini, ukiwa na imani, unatakiwa kuonyesha hiyo imani yako kwa matendo, kwa maneno na matendo, kuishuhudia. Manake kuitangaza hiyo habari njema. Hilo la pili, kuwa na imani, lakini la pili ni kuitangaza hiyo habari njema. Yani kuishi imani hiyo kwa matendo. Lakini la tatu, Yesu hapa aliwaambia wale wanafunzi wake msitoke kwanza Yerusalemu, kwa sababu aliwaahidia Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu ndiye atakayewatia nguvu ya kuweza kuhubiri habari njema. Kumbe tunakumbushwa leo kutafakari zaidi juu ya uwezo na nguvu ya Roho Mtakatifu. Tupo katika novena ya Roho Mtakatifu. Jumapili ijayo tutaadhimisha sherehe ya Pentekoste, ujio wa Roho Mtakatifu. Tutambue umuhimu wa Roho Mtakatifu katika maisha yetu ya kila siku. Yesu mwenyewe ametuahidia Roho Mtakatifu, na ya kwamba yeye ndiye atakayetupa nguvu na uwezo wa kuweza kushuhudia ile imani yetu kwa maneno na matendo. Kumbe tufungue mioyo yetu, tuwe tayari kumpokea Roho Mtakatifu ili tuweze kupata nguvu ya kushuhudia ukweli wa ufufuko wa Kristo, kushuhudia na kutangaza habari njema ya wokovu duniani kote. Lakini pia kiteolojia, fundisho lingine tunalolipata ndio hilo la matumaini, kwamba kwa kupaa kwake mbinguni Yesu kunatupa sisi matumaini kwamba na sisi tutafika kule alikokwenda huko mbinguni. Kumbe tunaimarishiwa matumaini yetu siku hii ya leo. Kumbe tumuombe Mungu atuongezee imani, atuzidishie matumaini, tuweze kuwa na matumaini kwamba siku moja na sisi tutakuwa kule aliko yeye, alikokwenda yeye. Kumbe tukiwa katika novena ya Roho Mtakatifu, tumuombe kweli aje mioyoni mwetu, akae nasi, atupe nguvu ya kushuhudia imani yetu kwa maneno na matendo. Ndugu wapendwa, Yesu kwa kupaa kwake mbinguni amemaliza kazi yake ya kuhubiri hapa duniani. Amemaliza kazi yake ya wokovu hapa duniani. Amewakabidhi mitume hicho kijiti
cha kutangaza habari njema, na akiwaahidia nguvu ya Roho Mtakatifu iwasindikize. Mitume wametuachia sisi kijiti hicho cha kuendelea kutangaza habari njema, na sisi kijiti hicho tunatakiwa kuwaachia wenzetu wanaotufuata ili waendelee na kazi hiyo ya kutangaza habari njema. Ni sawa na mfano ule wa mbio. Mbio zamani tulikuwa tunaita relay. Yaani katika mashindano ya mbio, basi mtu wa kwanza anakimbia, anakuja na kijiti, anakukabidhi haraka haraka, unakipokea na wewe unaanza kukimbia, unakuja unamkabidhi mwingine kijiti, anaendelea kukimbia na kumkabidhi mwingine. Na basi na sisi ndio hivyo. Yesu kakabidhi kijiti hicho kwa mitume, mitume wakakabidhi kijiti hicho kwetu sisi, na sisi tukabidhi hicho kijiti kwa wengine ili kuweza kushinda mashindano hayo ya mbio. Maana yake ni lazima kweli kukimbia kwa spidi kubwa. Maana yake tusichelewe katika kutangaza hii habari njema. Tusipoteze muda, tushuhudie imani hii yetu kwa maneno na kwa matendo kila siku, bila kuchelewa, bila hofu, bila woga, kwa sababu tunaye Roho Mtakatifu ambaye anatusindikiza katika kazi hiyo. Tuzidi kuombeana Mungu ili tutiane moyo katika kuendelea kuwa mashuhuda wa kweli wa imani yetu, ili sote tuweze kufika kule ambako Yesu amepaa leo kwenda mbinguni. Tumsifu Yesu Kristo.